Mpendwa mtazamaji na msikilizaji, amani na iwe kwako. Na kukaribisha katika channel hii ya Kairos TV Elimika, ambayo ni madhabahu kwa ajili ya kujifunza neno la Mungu na masuala mbalimbali yahusuyo jamii, ndoa, familia na malezi. Mafundisho kupitia channel hii yatakusaidia kuimarisha afya yako ya akili, mwili na roho. Tafadhali usisahau kusubscribe na kubonya kitufe cha kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa au notification mara tunapopandisha au upload masomo. Neno la Mungu linasema kila apendaye mafundisho hupenda maarifa. Tunasoma haya katika Biblia, kitabu cha Mithali sura ya 12 mstari ule wa kwanza. Karibu sana. Misingi ya kibiblia kuhusu afya ya akili. Misingi ya kibiblia kuhusu afya ya akili. Kwanza ni muhimu mfahamu kwamba mwanadamu, wewe na mimi, tumeumbwa kwa utimilifu kwa maana tatu zifuatazo: roho, nafsi na mwili. Hivi vitu vitatu ndio vimekufanya wewe na mimi tuwe hivi tulivyo: roho, nafsi na mwili. Biblia inatufundisha kwamba mwanadamu yeyote, wewe na mimi, tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Mwanzo 1 mstari wa 27. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Maana yake hiyo inajumuisha roho kwa maana ya uhai, inajumuisha nafsi. Tunapozungumzia nafsi tunazungumzia mambo matatu: akili, hisia, utashi, viko katika nafsi. Halafu na mwili, na unaweza kusoma hayo katika Wathesalonike wa kwanza sura ya 5 mstari wa 23. Wathesalonike wa kwanza 5:23. Hii inamaanisha kwamba afya ya akili ni sehemu muhimu ya utimilifu wa mwanadamu. Sasa matatizo yanapotokea katika akili ya mtu yanaweza kuathiri maisha yake yote. Jambo la pili ni dhambi na madhara yake katika akili. Dhambi na madhara yake katika akili. Biblia inatufundisha kwamba dhambi huleta matokeo mabaya. Mshahara wa dhambi ni mauti. Na madhara makubwa ya dhambi ni kwamba inaharibu uhusiano wa mtu na Mungu, halafu inaharibu uhusiano wa mtu na mtu mwingine. Na hii ni hatari. Warumi 6:23. Sasa Biblia inatambua kuwepo kwa mateso, kuwepo kwa huzuni, kuwepo kwa changamoto za kihisia ambazo zinaweza kuathiri watu binafsi, lakini na familia. Kama mnavyofahamu, kosa la Eva na Adamu walilolifanya katika Mwanzo sura ya 3, dhambi yao imeathiri vizazi vyote baada ya pale. Hata leo mfumo wa maisha yetu unatokana na kosa la Adamu na Eva. Sasa dhambi ya mtu binafsi anayoifanya inaweza kusababisha madhara makubwa ya kihisia na kisaikolojia kwa watu wengine. Dhambi yako wewe ikasababisha madhara kwa watu wengine. Mfano, watu wote wanaoua watu wengine katika jamii, watu wote wanaoteka watu wengine katika jamii, wanafanya watu wachache, lakini madhara yanakuja kwa watu wote, jamii yote. Na Mungu akiamua kuadhibu, haadhibu kikundi hicho, anaadhibu jamii.
Kwa ni hatari. Ukisoma Kutoka 20 mstari wa 5, Kutoka 20 mstari wa 5, maneno ya Mungu yanasema, mimi Bwana Mungu wako ni Mungu mwenye wivu, na wapatiliza wana maovu ya baba zao hata kizazi cha 3 na cha 4 na cha wanichukiao. Matendo mabaya ya waliotutangulia, dhambi za waliotutangulia, kama hazikutubiwa, kama hakuna matengenezo yaliyofanyika, dhambi hizo, ubaya huo utarithiwa na vizazi vinavyofuata. Kama ni mazuri yatarithiwa mazuri, kama ni mabaya yatarithiwa mabaya. Nchi yetu ya Tanzania ina amani. Ina amani kwa sababu kuna watangulizi waliotengeneza mazingira ya amani na kurithisha vizazi vinavyofuata tunu hiyo ya amani. Kwa hiyo kuna madhara ya vizazi. Madhara yanaweza kuwa negative au positive. Sasa ukisoma Mwanzo sura ya 12 mstari wa 17 na ukisoma Mwanzo 20 mstari wa 17 na wa 18, tunajifunza kwamba ghadhabu ya Mungu iliingia katika familia kwa sababu ya kosa au makosa ya baba. Ukisoma Mwanzo 12 mstari wa 17, Farao alimtamani Sara mke wa Ibrahimu, na kwa kuwa ni mfalme akafanya jitihada za kummiliki Sara. Lakini kwa kuwa Sara alikuwa mama wa ahadi, mama wa agano, Mungu aliingilia kati. Alichokifanya Mungu, Biblia inasema akampiga Farao kwa mapigo makubwa, yeye na familia yake. Kosa la baba linaleta maafa kwa familia, kwa watu wasiohusika. Ukisoma Mwanzo 20 mstari wa 17-18, Abimelech naye akamtamani Sara na akafanya jaribio la kummiliki Sara mke wa Ibrahimu. Mungu akaingilia kati. Kitu cha kwanza Mungu alichokifanya ni kumpiga Abimelech na familia yake kwa kufunga matumbo ya uzazi, uzao wake usizae. Hata leo wako baadhi ya watu katika familia waliofungwa na hawazai. Ukifuatilia kuna makosa yao binafsi, dhambi zao binafsi, lakini kuna dhambi za kurithi. Sasa baadaye tutaona solution iwe ni nini. Kwa maneno mengine, ziko familia leo zinaishi maisha magumu, zinaishi katika mateso. Wako watoto leo, wako vijana leo wanaishi maisha magumu, wanateseka kwa makosa ya wazazi wao walioyafanya huko nyuma. Ukisoma Isaya 59 mstari wa 2, maneno ya Mungu yanasema, lakini maovu yenu yamewatenga ninyi na Mungu wenu, na dhambi zenu zimeuficha uso wake msiuone asisikie. Kwa hiyo wakati mwingine tunaweza tukaomba Mungu hasikii kwa sababu kuna mahali hatujatengeneza. Na ndio maana mimi nawaambiaga watu sana, na huwa nawaambia watumishi wengi, waombeeni watu ni muhimu, lakini wasaidieni watu wajue chanzo cha matatizo yao. Kuna watu ukiwasikiliza unakuta kabisa tatizo analokutana nalo kwenye maisha yake, chanzo chake ni kwamba
alitoa mimba 6 miaka ya nyuma, inamgharimu sasa. Matatizo yanayotokea sasa ni kwamba alimfanyia ubaya mtu ofisini, alimfanyia mtu ubaya kazini miaka 20 iliyopita. Lile tatizo alilowafanyia watu wengine linatokea sasa kwenye familia yake. Ndio maana watu wanasema ubaya na wema ni akiba. Unapomtendea mtu ubaya leo, usidhani uko salama. Hauko salama hata kidogo. Ni swala la wakati tu. Kama madhara hayatatokea kwako, yatatokea kwa kizazi chako. Ndio maana nasema wako vijana leo wana experience magumu yanayotokana na wazazi wao. Kwa hiyo dhambi huwa inarithishwa pia kizazi kimoja na kingine. Ndio maana ukisoma Biblia unakuta kwamba wakina Nehemia, manabii na watumishi wengine wa Mungu walipogundua kwamba kuna makosa tulimkosea Mungu, cha kwanza wanachofanya ni kutafuta upatanisho na Mungu kwanza. Inaitwa mass confession. Hata Nehemia alipokwenda kutengeneza mji wa Yerusalemu kwa kushirikiana na wenzake, kitu cha kwanza alichokifanya ni kuomba toba ya Mungu kwa makosa yaliyofanywa na vizazi vilivyopita, ili Mungu alete rehema kwanza, ndipo Mungu atende sasa. Ndio maana lazima kuwe na maombi ya kuvunja minyororo, kuondoa asili ya uovu uliofanyika mahali fulani. Inawezekana unajua, we hujui. Kwa hiyo kibiblia hili lisipofanyika litaendelea kuwatesa watu, na mateso yanavyoendelea katika maisha ya watu yanaathiri mfumo wa afya ya akili na mwili. Ndio maana mimi nasisitiza ni muhimu jitihada ya kuombea watu iende sambamba na kuwasikiliza watu. Kwa nini? Ukimsikiliza mtu akaongea, utajua undani wa tatizo lake. Ni kama daktari unapokwenda hospitalini, ili ajue tatizo lako lazima kufanyia diagnosis. Lazima kwanza kusikiliza, kuulize haya anataka kujua. Utakavyomweleza utajua kapime hiki, tumia dawa hii. Hata kiroho ni hivyo hivyo. Kuna watu hawaponi matatizo yao, shida haziishi kwenye maisha yao kwa sababu ile dhambi ya asili haijatubiwa, matengenezo hayajafanyika. Kwa unakuta mtu anaombewa yuko pale mwaka kesho kutwa inarudi vile, hakuna badiliko. Kuna kitu hakiko sawa. Na hii hali sasa ikiendelea kwa mtu inaathiri afya ya akili ya watu. Kwa hiyo dhambi inaweza kututenga na Mungu. Dhambi inaweza kuleta maafa. Dhambi inaweza kuleta utengano ambao utaathiri afya ya akili. Mizigo na huzuni ya maisha. Maandiko matakatifu yamejaa mifano ya watu waliopitia huzuni, wasiwasi, hofu na hata kukata tamaa. Mfano Ayubu, Daudi katika Zaburi nyingi, Elia, Musa na nabii Yeremia. Hawa ni mifano michache ya watu waliopitia huzuni, waliopitia wasiwasi, waliopitia maisha ya hofu na kukata tamaa. Ukisoma kitabu cha Ayubu anaonyesha mateso makali ya kihisia na kimwili aliyoyapitia. Hata marafiki zake wakamkebehi, hawakumtia moyo. Marafiki zake wengi walimtelekeza, sana walimkejeli. Hata leo wako baadhi ya watu ambao wao hufurahia watu wengine wakipata matatizo. Wako watu wa namna hiyo. Yaani furaha yao ni kuona watu wengine wanaharibikiwa, ni kuona watu wengine wanakutana na matatizo. Yaani kuna watu
wana akili hizo, na ukiona hivyo tayari kwenye akili za watu hao sio sawa sawa, hawana akili nzuri. Tafadhali usisahau kusubscribe ili upate notification au taarifa mara tunapo upload au pandisha mafundisho.